mu'min anapomaliza swala yoyote ile ya faradhi kisha akaisoma aya hii, Ayatul Kursi, hakuna kitakachomzuia yeye kuingia janna isipokuwa ni kifo baada ya hapo. Katika hadithi iliyokuja katika Sunanun Nasai katika kitabu cha Al-Ilmu Al-Yawmi Wal-Layla ukurasa nambari 100, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qaraa ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil janna illa an yamut, atakayesoma ayatul kursi kila baada ya swala ya faradhi hakuna kitakachomzuia yeye mtu huyo kuingia janna isipokuwa ni kifo. Aya hii ndugu zangu ni kinga ya nyumba. Aya hii ni kinga ya nyumba kwa idhini ya Allah jalla jalaluhu. Katika maelezo kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud fi maana anna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi ayat al-kursi. Maelezo hayo unaweza kwenda kuyatizama katika kitabu cha Abi Shayba mujarrad wa 6 ukurasa nambari 148. Ndugu Waislamu, wana wavyoni sasa wa Kiislamu wanakubaliana ya kuwa aya hii ni aya kubwa kabisa katika ruqya dhidi ya sihiri, uchawi na mambo yote ya kihovyo, hasadi na mambo yote yanayotokana na kishetani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kwa kinga na tiba kwa ujumla wake. Sasa ninataka kuuliza swali, na jibu la swali hilo lipo kichwani kwako wewe Muislamu. Ala al-abai, kwa upande wa kina mababa, wa ala ummahati, na kwa upande wa wanawake. Fakam minan nas, ni wangapi katika watu leo hii hawaifahamu Qur'ani tukufu? Aya kama hii hawaijui, aya kama hii Ayatul Kursi hawaifahamu, na wala hawana mpango wa kuifahamu wala kujifunza, na wala hawawafunzi watoto wao kuisoma Qur'ani, bali wao ni wapenzi wa kupenda miziki na mipira. Jambo hili la kupenda mipira au jambo hili la mipira liwe limekubalika am halijakubalika, tunasema hatutoacha kulifanya na kulizungumzia na kulikemea, kwa sababu wengi katika Uislamu wamekuwa ni wazembe. Qur'ani hawataki kuisoma na wala hawataki kuwafunza watoto wao Qur'ani tukufu. Wao na mipira na wao na kusikiliza nyimbo na wao. Utafikiri siku ya Kiyama ataenda kuulizwa nani alikuwa mchezaji bora wa mpira duniani, nani alikuwa ni mwimbaji bora wa muziki duniani. Waandae majibu mazuri ya kwenda kumjibu Allah siku ya Kiyama.